Askofu wetu Dr. Dasta Maboya anaenda kutupa neno. Ongeza makofi, ongeza vigelegele, ongeza shangwe, ongeza shangwe, ongeza shangwe. Amen, hallelujah. Hebu punga mkono hewani namna hii. Anapiga kelele kwa nguvu, Shilo! Chukua kichako cha muujiza. Na Mungu tena ametupa nafasi ya kipekee. Sema amina. Sasa kwa dakika hizi chache Bwana anataka kukutembelea na kukuweka sahihi. Haleluya. Iko neema ya Mungu ambayo imesimama juu yako. Biblia inasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. Na akisitasita sina furaha nini? Sina furaha naye. Mpe Bwana makofi kwa hilo. Ninakumbuka hadithi moja wakati wana wa Israeli walipokuwa wametoka katika nchi ya Misri. Walipokuwa wameondoka kwenye nchi ya Misri, wakaianza safari yao nzuri kwenda kwenye nchi ya Kanaani. Na walipoianza ile safari kwenda kwenye nchi ya Kanaani, wakaenda vizuri, wakashangilia. Lakini mbele yake wakaikuta bahari ya Shamu. Haleluya. Hiyo hadithi utaisoma mwenyewe kwenye kitabu cha Kutoka sura 14. Walipofika mbele yake wakaikuta bahari ya Shamu. Na ile bahari sasa ilikuwa ni ngumu, na nyuma yake maadui walikuwa wakiwafuata. Yaani majeshi ya Misri nayo yalikuwa yakifanya nini? Yakiwafuata nyuma. Hivyo wana wa Israeli wakafika kwenye kipindi cha kutetemeka, hawakujua la kufanya ni kitu gani. Hali yao ilikuwa ni ya hofu. Wakaanza kulia na kumwambia Musa, kwa nini umetuleta ili tufe jangwani? Hilo ndio jambo la kwanza. Kwa nini umetuleta ili tufe jangwani? Watu wote wakaangalia kwenye ile listi ya watu waliokuwa wametoka Misri. Kulikuwa kwa watu wengi tu, kulikuwa kuna wamama, kulikuwa kuna vijana, kulikuwa kuna wengine wajawazito, wengine walikuwa vibibi vikongwe, wote kwenye safari. Na huko nyuma jeshi la Misri linakuja kwa hasira ili lije liwakamate na kuwarudisha. Hiyo hali iliwatetemesha wana wa Israeli. Wakamwambia Musa, na Musa naye alipokuwa akiangalia akaona kweli jeshi kubwa linakuja nyuma kuja kushughulikia, na akiangalia mbele ikawa bahari. Akashindwa nini la kufanya, lakini alizungumza neno, japo ile neno hakuwa na uhakika nalo kwa sababu hakulipata mbele za Mungu, bali yeye alilitamka. Akawaambia kusema kwamba msiogope, hao wa Misri mnaowaona hamtawaona tena milele. Sema amina. Bwana atawapigania na nyinyi mtanyamaza kimya. Ukiendelea mstari unaofuata, Musa baada ya kutamka hayo
unaniambia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Usinilie, waambie waendelee nini? Mbele. Nyanyua mkono wako, nyosha fimbo, gawanya bahari. Sasa kuna kitu kiwili. Kwa nini Musa alilia wakati alishazungumza neno la ujasiri? Usijali hili jambo, hawa watu hawataonekana tena. Ni kwa sababu ile neno Musa alizungumza kwa kushtukiza. Hakujua nini la kuwajibu wana wa Israeli, alishtukiza. Alafu baadaye akaanza kulia. Lakini pamoja na kushtukiza, Mungu aliheshimu neno la nabii akalitimiza. Sema amina. Ninayo habari njema, kila ulichotamkiwa kinakwenda kutokea. Sema amina. Hata kama nilikuwa na kushtukiza, inakwenda kutokea. Nyumba yako inakwenda kuwa salama. Watoto wako wanakwenda kufanikiwa. Kazi yako inakwenda kurejea upya. Maadui zako wote watakwenda kukuona ukiinuka. Maadui zako waje kwa njia zote, hawataweza tena. Ninayo habari njema kueleza. Hakuna uganga wala uchawi utakaofanyika juu yako na kufanikiwa. Hakuna uganga wala uchawi. Hauna sababu wewe ya kwenda kuhofu jambo lolote, kwa maana Mungu wa Israeli anakwenda kuyamaliza yote. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna uganga, hakuna uchawi utakaofanyika juu yako na kufanikiwa. Mtu mmoja aseme amina, glory. Kila kilicho chako kimechukuliwa kinakwenda kurudi. Nyumba utakayokaa, hakuna mtu atakayeweza kukuloga. Hakuna mtu atakayeweza kukuloga. Pokea sauti ya kinabii. Pokea sauti ya kinabii. Pokea sauti ya kinabii. Iko nguvu. Ninamwona Bwana akimfungua mtu. Ninamwona Bwana akimfungua mtu. Hakuna roho itakayokutesa kuanzia leo. Neema ya Bwana inakwenda kusimama. Ninaona watu wakipokea promotion zao. Wakati watu wote wanapiga kelele, wanasema hali ya maisha ni ngumu, kwako yatakuwa mepesi. Kwa Mungu hakuna neno kusimama, ni kusonga mbele. Sema ninakwenda mbele. Ninakwenda mbele. Usije ukatishwe na hati ya talaka. Hiyo ni karatasi. Sema amina. Hiyo ni karatasi. Hata kama mahakama itasema imeruhusu talaka, lakini yuko Jehova anakwenda kusimama na wewe. Yuko Jehova. Yeye amesimama kama Mungu. Najua ameniambia nikueleze neno hili. Maisha yako yanakwenda kubadilika. Hautakaa jinsi ulivyo. Ninaona kuna ukuta wa baraka umekuzunguka. Ninaona kuna ukuta wa mafanikio unakwenda juu yako. Ninaona Bwana akikuinua kwenye njia mpya. Usihofu unachopita. Kuna neema ya kimungu inakwenda kusimama pamoja nao. Hilo jipu ndani ya moyo wako limeondoka kuanzia sasa. Mambo ya kutembea na kulia hautalia tena. Watoto wako mama hawatakusumbua tena. Mume wako hatakusumbua tena. Kwa maana kuna neema inakwenda kusimama. Bwana amekuumbia furaha. Bwana amekuumbia amani. Bwana amekupa kicheko. Nasema Bwana akakupa kicheko. Nasema Bwana akakupa kicheko. Kwenye familia yako akakupa kicheko. Watoto wako walio mamuma wanapenda kuwa bright. Sema amina. Bwana akakutendea makuu katika shule hii. Nasema Bwana akakutendea makuu katika shule hii. Bwana akakutendea makuu katika shule hii. Jehova amekutana nami. Mtu mmoja aseme ndio. Hakuna jambo lililogumu mbele zake. Kama aliweza kuwavusha wana wa Israeli, wewe anakwenda kukuvusha. Yeye anakwenda kukuvusha. Ndio maana uweze kuelewa mwaka 2017 unaoingia kwa ushindi.
Maombi yako yote uliomba toka Januari yamefika mbinguni. Mfalme wa Jemi alizuia, lakini leo kanasa. Mpe Bwana makofi. Amenasa. Bwana anakwenda kukupa daraja jingine. Nasema Bwana anakwenda kukupa daraja jingine. Ninatangaza afya. Ninatangaza mafanikio. Ninatangaza kuinuliwa. Hebu kaa kidogo moja. Kaa kidogo moja. Kuna watu 32 wamekuwa wakishambuliwa na asma. Asma ni ugonjwa ambao unatesa na unaingiza umasikini. Nataka ukimbie mbele, unasumbuliwa na asma, kimbia mbele mara moja. Kwa maana Mungu amehukumu asma. Kimbia mbele upesi. Simama hapo mbele. Mungu amehukumu asma ndani mwako. Pita mbele, naanza na asma. Naanza na asma. Kwa maana Mungu ameona mateso. Umekunywa dawa muda mrefu, lakini yuko Mungu wa Shilo. Yuko Mungu wa Shilo ambaye yeye anamaliza. Nimezungumzia asma kwanza, wengine tulieni kwanza. Asma wote njoo mbele. Ninatangaza mko huru. Mpe Bwana makofi, glory. Simama hapo hapo ulipo. Simama, tulia. Tulia kimya. Asma unakuwa na ndani na kitu kama firimbi, au sio? Tunasikia kama firimbi? Haya, itafute hiyo firimbi sasa. Itafute hiyo firimbi. Itafute. Wangapi wanasikia firimbi haipo? Wale ambao firimbi haipo, weka mkono juu. Mpeni Bwana makofi jamani. Sikiliza. Asma haitakutesa tena. Sumbuka asma muda gani? Nimesumbuka asma tangu nimezaliwa mpaka sasa na familia yangu yote hii. Hebu simama hapa. Sikiliza kazi za mkwenda. Hapa nikishamaliza hapa kuna mama 6 wana vidonda kwenye shingo ya uzazi. Subiria, maana Yesu anataka kushuka kama gaino leo. Amen. Amen. Aha. Unasikia tena? Hapana. Watoto wako wote wamekuwa huru. Watoto wako wote. Kuna wamama 7 wana vidonda kwenye shingo ya uzazi. Pita mbele upesi. Raba kucha raba sana. Nikishatamka unakuja mbio. Hizi ni kipindi cha lala salama. Wewe uligundua nini mama? Niliambiwa nina mpe kwenye figo. Wewe ni figo. Hebu simama pale. Wewe ni nini? Moyo umetanuka. Moyo umetanuka na nini? Unauma. Haya. Huyu anasema nini? Uvimbe kwenye nini? Kwenye figo. Upande upi? Upande inauma Hebu weka mkono juu. Ya huku ni nzima. Basi ngoja tuiangalie hii. Kweli nzima hii tuichomoe, hata madika huko. Umeelewa? Haya, tafuta sasa. Kile kanguvu angalia. Mara mpya imeshawekwa hiyo. Ipo tena? Hamna. Kija kwa nguvu. Mambo safi. Mama amini mchezo ulivyokwenda. Mpe Bwana makofi, glory. Mambo safi. 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 Uliteseka muda gani? Na muda mrefu. Amen na amani ya Bwana. Kizazi. Shingo ya kizazi inauma Simama mara hapa kidogo. Shingo ya uzazi. My goodness. Niangalie hivi tunakata huu shingo, tunatoa hii alafu tunatoa mpya tena. Angalia hapo mwanangu. Cheki finya tumbo, angalia. Ndio ngome imetoka, kamuonyesha daktari wako huko. Haya mama mazito, wewe nini mama? Mimi nasumbuliwa na kidonda cha tumbo. Kuna kidonda kikubwa upande huu. Sio asasi, ni kidonda. Ni kidonda. Ulienda hospitali gani? Muhimbili. Haya. Uhuru wa nchi hauwezi ukahesabika wakati afya mbovu. Ndio maana tunadili na magonjwa. Sema amina. Uwe sharp, sema amina. Wewe ni nini hapa mama? Ni kidonda. Tangu lini?
Ulienda hospitali gani? Muhimbili. Dokta unamfahamu jina lake? Simfahamu. Weka mkono juu. Weka mkono wako juu vizuri. Amen. Tumalizie hapo kidogo tu. Usitaseka tena. Kipo tena mama? Unalia unafurahi? Namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu imetoka. Mpe Bwana makofi glory. Jamani, haya mambo haya. Amen. Nataka shini sijapata mtoto baba. Unataka mtoto wa kike, wa dume, mapacha? Mapacha baba. Mapacha. Iwe kama ulivyotamka. Mapani majira kabla haya. Neno kazae watoto mapacha. Oh, hallelujah. Haya, simama. Huyu mama imani ya ajabu. Sijaona imani kama hii Tanzania. Hallelujah. Shira! Shira! Ulifanyia operation? Nifanyia operation ya maana mtoto. All right. Sasa Mungu anakwenda kukupa mfuko mpya uzazi kama ulivyoamini. Na ili kovu la operation lilikwenda kuondoka. Mpe Bwana makofi glory. Shira! Bwana akatende kama ulivyoamini. Pokea mfuko mpya wa uzazi. Na operation sky kama kuhamba. Na mwakani majira kabla haya ukazae mtoto mwanamume. Mpe Bwana operation sky ilikuwa inakuuma Ilikuwa inaniuma. Ndio ifinye angalie kwanza. Tafuta kama inauma. Itafute. Unasikia tena? Haya, naomba Asha mmoja yuko wapi? Mhudumu mmoja. Mpeleke uwani akaangalie kama kuna kovu. Ili ndio kuna tomaso tatizo ni nini? Tatizo kwanza mara kwanza Hivi sasa una tatizo gani? tatizo la figo. Sasa si ndio usimame tu useme figo, unasema ni mengi. Na bahati nzuri mchungaji wetu kiongozi Dr. Bishop Katale yuko mara hapa, sema amena. Mama imalizie ngoma hii, Bwana asifiwe sana. Upokee tu figo mpya na kila kitu. Amen. Piga magoti, piga magoti, piga magoti, piga magoti. Amen. Na wewe weka mkono wako juu vizuri. Weka mkono wako juu vizuri. Na neema ya Bwana isimame pamoja nawe. Kristo Nazareti, nguvu ya uponyaji ikashuka juu ya aina yote akapata kwenda kunyamaza. Pokea figo mpya, pokea mapafu mapya, na laana za aina zote zikapata kwenda kuondoka. Wewe utakuwa wa kwanza.